Ni katika mfululizo wa ziara ya mkuu wa wilaya Mheshimiwa Nyakia Ali Chilukile iliyofanyika wilayani Sumbawanga. Mheshimiwa Nyakia ametembelea na kukagua ujenzi wa chuo cha sayansi na teknolojia kinachoendelea kujengwa katika wilaya Sumbawanga. Mradi huo ukiwa una thamani ya bilioni 15, huku ujenzi huo ukiwa umefikia 87%. Mkuu wa wilaya Sumbawanga Mheshimiwa Nyakia ametoa maelekezo kwa msimamizi wa mradi huo kukamilisha ujenzi huo ndani ya muda waliokubaliana ili kufikia mwezi wa 10 masomo yaendelee katika chuo hicho. Na sisi mkoa wa Rukwa tulibahatika kupata mradi huu kupitia chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Mbeya. Wakaamua kuanzisha hii ndaki ya Rukwa. Tuko hapa Sumbawanga, eneo la Kianda. Mradi huu una thamani ya zaidi ya bilioni 15 za Kitanzania, ambao mkandarasi peke yake anatumia zaidi ya bilioni 14, lakini na mshauri mwelekezi ni bilioni 1.09, ambao unaenda kutengeneza zaidi ya bilioni 15. Kwa hiyo tunakwenda kupata kwenye bilioni 16. Kwa mujibu wa mkandarasi anatuambia kwa majengo yote, kwa kazi zote, hasa upande wa majengo, amefikia 87%. Na mradi huu ulikuwa kamilike Disemba mwaka jana, wakaomba kuongezewa muda wa miezi 3 ambao nayo imekwisha. Wameomba tena kuongezewa muda, wanatuambia kwamba badala kamilika mwezi huu wa 4, sasa mradi huu utakamilika mwezi wa 7. Nimewaelekeza wahakikishe wanakamilisha mwezi wa 7, na niwaombe wenzangu Wizara ya Elimu ambao ndio wasimamizi wakuu wa mradi na wenzetu wa chuo cha sayansi na teknolojia Mbeya. Mradi huu ni mradi wa kimkakati kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tungependa ukamilike mapema zaidi, ili sasa inapofikia mwezi wa 10 watoto kutoka maeneo mbalimbali ya nchi waweze kuomba kozi zinazotolewa kwenye hiki chuo cha sayansi na teknolojia cha Mbeya ndaki ya Rukwa. Tumeona yako baadhi ya mambo hayako vizuri. Jambo la kwanza, tumefika hapa mshauri mwelekezi hayupo, hana mwakilishi. Inamfanya huyu mkandarasi sasa anashindwa kuendelea na shughuli nyingine, ikiwa ni pamoja na kusawazisha ardhi, lakini kuna eneo la kisima, namna kuweka vizuri kile kisima kitakachoweza kukusanya maji ya mvua hapa. Vyote hivyo anasubiri kutoka kwa mkandarasi. Kuna maeneo mengine, kwa mfano milango, vinatakiwa kufanywa maboresho, anasubiri kutoka kwa mshauri mwelekezi. Mkandarasi yuko eneo la ujenzi, lakini mshauri mwelekezi hayupo. Tunategemea chuo hiki kikamilika, kwa kuwa mkoa wa Rukwa ni mkoa wa kilimo, ni mkoa wa ufugaji, ni mkoa wa uvuvi. Wa vijana wetu wa Tanzania wenzetu wataandaliwa hapa kwenda sasa kubadilisha maisha wa Tanzania, kutoka kutumia jembe la mkono kwenda kutumia jembe la kisasa. Maana yake teknolojia itatokea hapa, na teknolojia ndicho kila kitu sasa hivi kinafanya kazi duniani. Tutatoka kuvua samaki kwa kutumia ndoano na makokolo, tutavua kwa dhana za kisasa kabisa. Vijana wataandaliwa hapa. Lakini leo hii mkoa wa Rukwa tunalima alizeti. Tutatoka kuchemsha alizeti kwa kutumia masufuria yale ambayo tunaona mama zetu wanapitia, na mwisho wa siku wanapata maradhi ya TB. Kwa hiyo vijana watajifunza teknolojia sahihi na rahisi zaidi kwenda kuwasaidia mama zetu majumbani kuweza kutengeneza mafuta ya alizeti yaliyo bora zaidi. Lakini kwenda kuacha kupekecha mahindi kwa kutumia mikono, vijana watapata teknolojia nzuri ambayo itaweza kusaidia kupekecha yale mahindi, wakati mwingine kuvuna kabisa na kuchambua yakiwa kule shambani. Lakini mkoa wa Rukwa ni mkoa wa madini kwa sasa. Tunategemea teknolojia itakayotolewa hapa, vijana hawa sasa watakwenda kushiriki kuchimba madini yetu kwa kutumia teknolojia ya kisasa kabisa. Kwa hiyo uwepo wa hiki chuo ni fursa kwa wakazi wa mkoa wa Rukwa, na niwaombe sana Watanzania wenzangu wakazi wa mkoa wa Rukwa, pindi chuo kitakapokamilika, ni vyema vijana wetu wa Tanzania wenzetu wanaotokea mkoa wa Rukwa wakawa kwanza kuomba nafasi katika chuo hiki ili waweze kurejesha kile walichokipata kutokana na taaluma zao. Asanteni sana kwa kunisikiliza, lakini tunaendelea kumsifia Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuridhia sehemu ya kodi ya Watanzania kuja kufanya maendeleo makubwa ambayo ni uwekezaji mkubwa katika mkoa wa Rukwa, hususan wilaya ya Sumbawanga. Mheshimiwa Rais, tunakupa kongole sana.